يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فهي وصية الله تبارك وتعالى العظمى للأولين والآخرين من عباده. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ndugu zangu Waislamu, khutba ya Ijumaa ya leo ni khutba ya kwanza katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1447 Hijria. Hii ndio Ijumaa ya kwanza tunayoiswali katika mwaka huu, na ni tukio ambalo kwa hakika linahitajia Muislamu kuwa na mazingatio nayo makubwa sana. Wakati wa zamani wa nyuma, tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kuondoka Mtume akashika Abu Bakar Siddiq akawa khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na miaka mitatu ya kwanza katika ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab. Muda huu wote kulikuwa hakuna kitu kinaitwa kalenda ya Kiislamu. Walipokuwa wanataka kuzungumzia tukio fulani, walikuwa wakitaka kutaja tarehe. Wakati huo wa zamani walikuwa wanakusudia matukio makubwa yaliyotokea katika miaka. Wanasema kwa mfano katika mwaka Amul Fili, katika mwaka wa ndovu, ndio alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana kulikuwa hakuna kalenda. Amu Ar-Ramada, Amu Taun, Imwas na matukio mengine kama haya makubwa makubwa ndio ambayo yalikuwa yakitengeneza kalenda. Ndani ya utawala wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mwaka wa 3 baada ya yeye kushika khalifa, aliandikiwa barua na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa ameteuliwa kwamba ni moja katika magavana wasimamizi katika utawala wa Umar, miongoni mwa miji ambayo ilikuwa chini ya utawala wa Kiislamu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu akamwandikia Umar ibn Khattab, akamwambia: ya amira al-mu'minin, ya'tina minka kutubun wa rasail laysa fiha tarikh. Inatujia kutoka kwako barua na maelezo na amri kupitia kwa barua na maandiko ambayo unayoyatuma kwetu sisi tukiwa ni wawakilishi wako katika miji mbalimbali, laisa laha tarikh, lakini barua hizo hazina tarikh. Kwa hiyo hatuwezi kujua barua hizi ilitoka lini, ikafika kwetu lini, na inatakiwa kufanya kazi wakati gani. Hatuna tarehe yote wala kalenda. Alipopata barua hii Umar ibn Khattab kutoka kwa sahaba Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, jamaa as-sahaba. Umar ibn Khattab ilikuwa kama kawaida yake
anapoletewa jambo ambalo ni zito katika Uislamu, huwa halipigii bongo yeye mwenyewe peke yake akaamua, bali ilikuwa kawaida yake pamoja na sahaba wenziwe, kadhalika makhalifa waliofuata, na hata khalifa aliyekuwa kabla Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Hawa makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama walikuwa na ada na sunna ya uzoefu wa kuitisha vikao vya masahaba ili kupatikaniwe shura katika lile jambo ambalo watalitolea uamuzi. Fajamaa sahabata wastasharahum, akawakusanya sahaba akataka ushauri wao. Sahaba, mnasemaje kuhusu kadhia ya kwamba sisi waislamu tunahitajia tuwe na kalenda? Kukaanza kutoka rai mbalimbali. Ikatoka rai kwamba tufuate kalenda ya Furs, Persians, ambalo lilikuwa ni dola kubwa wakati ule, lakini masahaba wengi wakalipinga hilo. Wakasema sisi nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam, sisi ni watu ambao Allah ametukirimu na ametuinua kwa Uislamu. Hatuwezi kuwa sisi tunaiga mambo ya kalenda, dola na itikadi na mifumo na thakafa za watu wasiokuwa sisi. Kwa hiyo ikaanguka. Rai ya pili ikatoka, tufuate kalenda ya Rum, dola la Roma lilikuwa kadhalika ni dola kubwa, lakini kadhalika sahaba karihu, pia walichukizwa na kwamba iwe kalenda ya Uislamu ati imeegemea kalenda ya Waroma. Kukatoka rai mbalimbali pale, wasahaba wakaanza kutoa rai zingine katika Uislamu kwamba basi kalenda pengine ianze kuanzia mwaka Amul Fil aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikatoka rai nyingine kadhalika kwamba kalenda ianze kuanzia mab'athi an-nabii sallallahu alaihi wasallam, mwaka aliotumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafanywa kwamba ni mtume na nabii. Mwishowe, baada ya haya mazungumzo na majadiliano, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akawaambia sahaba, inni ara an naj'ala bidayata at-tarikh al-islami min al-hijra. Sahaba wenzangu, mimi naona ya kwamba tuegemeze mwanzo wa kalenda ya Kiislamu kuanzia hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ule mwaka alioondoka kutoka Makka kwenda Madina. Liannaha alhaditha, kwa sababu hijra ndilo tukio ambalo farraqa Allahu biha alhaqqa walbatil, kwa sababu hijra ndilo tukio ambalo Allah subhanahu wa ta'ala katika Uislamu alilipambanua kutumia tukio hili baina ya haki na batili. Mnasemaje masahaba? Sahaba wote wakapendezwa mno na rai hii na wazo hili la Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ikasimama ijma' ya sahaba kwamba mwanzo wa kalenda ya Kiislamu itaanza kuanzia hijratun nabii sallallahu alayhi wasallam min Makkah ila al-Madina. Kukazuka swali lingine la pili. Sasa huo ndio mwanzo wa kalenda ya Kiislamu, kwa hivyo huo ndio utakuwa mwaka wa kwanza wa Kiislamu. Tukisongea mbele tunahesabu mwaka wa pili, wa tatu, mpaka hivi leo tulipofika wakati ule Umar akiwa anashauriana na sahaba siku hiyo. Swali la pili lilokuja ni kwamba katika kalenda hiyo ya Kiislamu mwezi upi ndio utakaoanzia mwaka huo? Kalenda ya Kiislamu ianze na mwezi upi kati ya miezi 12 tunayojua? Kukatoka kadhalika rai mbalimbali. Sahaba wengine wakatoa rai kwamba tuanze na mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ndio uwe mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, kwa sababu ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuteremshia Qur'an. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ikatoka rai nyingine
kwamba mwezi wa kwanza uwe ni mwezi wa Rabiul Awwal, kwa sababu maadamu tumeikitisha kalenda ya Kiislamu katika hijra, basi na kadhalika Rabiul Awwal ndio uliokuwa mwezi ambao alifanya ndani yake hijra Mtume sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madina. Kwa hivyo iwe mwezi wa kwanza ni Rabiul Awwal. Wakaendelea kujadiliana sahaba katika swala hili mpaka yakatoka mawazo kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, rai ambayo ikaungwa mkono na Umar ibn Khattab, rai ambayo ikaungwa mkono na Uthman bin Affan, makhalifa watatu hao waliobakia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wakaliunga mkono rai hii iliyotoka kwa Ali bin Abi Talib kwamba kalenda ianze mwezi wa Muharram, kwa sababu ni mwezi ambao Waislamu watakuwa washamaliza ibada yao ya hija katika mwezi wa Dhulhijja. Na ibada ya hija ni ibada inayotoa ishara ya kutimia kwa nguzo 5 za Kiislamu. Swala inaswaliwa mwaka mzima, siyam katika mwezi wa Ramadhani, na zaka ipo katikati ya mwaka kadhalika. Sasa tukija katika hija ndio inayofunga mwaka. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni ishara ya tamam arkani al-Islam. Moja. Pili, ni kwa sababu ndio mwezi ambao Ansari walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuleta bai'a na kusimamisha bai'a ya Uislamu kwamba watamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndani ya mwezi huo wa Muharram al-Ansaru wakatoa azima yao ya kwamba itakaposimama amri ya hijra, wao watakuwa wako tayari kuwapokea Waislamu wanaotoka kutoka Makka kuja Madina. Masahaba wote kwa jumla, kwa kauli moja, kwa msimamo mmoja, wakaliunga kadhalika mkono wazo hili kwamba mwezi wa Muharram ndio uwe mwezi wa kwanza. Kutokamana na masimulizi haya ndio yataja, ndio ikasimama kalenda ya Kiislamu inayosema ya kwamba mwaka wa kwanza wa Hijria ni mwaka aliogura Mtume sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madina, na mwezi wa kwanza ni ule mwezi wa Muharram kama walivyoafikiana sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata al-iman, baada ya tukio hili kalenda ya Kiislamu ikasimamishwa, ikawa ndio kalenda inayozingatiwa na kila generation ya Kiislamu na kila dola la Kiislamu na kila enzi ambayo iliyokuja baada ya enzi ya Umar ibn Khattab, ikawa kalenda ya Kiislamu ndio inayotambulika. Na ilikuwa inatakaniwa kwamba ibaki hivyo, kwamba kalenda ya Kiislamu ndio kalenda inayotambulika dunia nzima kwa Waislamu wote. Lakini kwa sababu ya mabadiliko yaliyotokea katika dunia sehemu mbalimbali, miongoni mwa mabadiliko hayo yaliyotokea katika baadhi ya nchi zilizo na Waislamu wanaoishi ndani yake, au baadhi ya nchi za Kiislamu zilipitia jambo ambalo linaitwa al-isti'maru, utawala wa ukoloni, utawala ambao ulikuja kuleta mabadiliko mengi katika historia na katika mifumo ya Kiislamu. Miongoni mwa mabadiliko haya makubwa yaliyokuja ni mabadiliko ya kalenda ya Kiislamu. Na kwa sababu ya kwamba utawala wa ukoloni ulikuwa haukuelekea ule mwelekeo ambao umekuja katika Uislamu na kuzingatia yale ambayo yamezingatiwa na Uislamu katika hadhara ya Kiislamu, ikiwemo lugha ya Kiarabu ndio lugha rasmi, ikiwemo kalenda ya Hijria ndio kalenda ya rasmi, na mengineo mengi. Utawala wa istimar ulikuwa unaelekea katika fikra na mawazo ya kuwatia watu katika Ukristo.
kupitia kwa mbinu na misingi mengi mbalimbali, kwa kusimamisha shule nyingi za mishonari na kuleta almubashirina, wale wanaokuja kueneza dini ya Kikristo katika nchi kama hizi za Kiislamu nyingi. Na miongoni mwa natija ya historia hii ambayo ni ndefu, miongoni mwa natija ni kufutuliwa mbali na kuondolewa kwa kalenda ya Kiislamu, na badala yake kukawekwa kalenda isiyokuwa ya Kiislamu au kalenda ya Kikristo inayojulikana kwa jina Gregorian calendar. Hii ambayo inaanza na Januari na kumalizika kwa Disemba. Kalenda ambayo majina yake ya miezi yamechukuliwa kutokamana na majina ya miungu wa Kiroma, wa kike na wa kiume: Mungu wa mvua, Mungu wa vita, Mungu wa mapenzi na mengineo mpaka ufike kwa Agostos, ndio Agosti. Hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea kalenda ya Uislamu ni hikma kubwa sana. Hikma ya kwanza ni ili Waislamu wajue hisabu. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ili Waislamu wapate kujua idadi ya miaka na hisabu. Idadi ya miaka inayokusudiwa na Allah Azza wa Jalla katika aya hii ni idadi ya miaka kupitia kwa kalenda anayoitambua Allah Azza wa Jalla na mtume wake, ambayo ndio kalenda ya Hijria, kwa ushahidi wa aya katika sura Tauba isemayo: inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Azza wa Jalla akatuambia, baada ya kutuambia maneno haya, kwamba miezi inayotambulika kwa Allah Azza wa Jalla, idadi ya miezi ni miezi 12 tangu yeye kuumba mbingu na ardhi. Hiyo ndiyo kalenda anayotambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa hisabu hii ambayo imetambulika kwa Uislamu. Akatuambia Mola Jalla Jalaluhu, dhalika ad-dinul qayyim. Hiyo ndiyo dini ya Allah Azza wa Jalla iliyosimama wima, huko kutambua kwamba miezi na miaka inakwenda kwa mujibu wa mfumo wa Kiislamu. Hiyo ndiyo dini iliyosimama wima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume naye sallallahu alayhi wasallam katika hadith aliyopokea Imam Ahmad na wengineo kwa isnadi iliyo sawa akatuambia, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran. Mwaka ni miezi 12, kwa sababu ya kwamba miezi hii, ayu alikhwa alkiram, ndio miezi inayotambulika katika dini na sheria kama alivyotuambia Allah Azza wa Jalla, dhalika ad-dinul qayyim. Ni kwa sababu ya kwamba ndani ya miezi hii ndio Allah Azza wa Jalla amemfungamanisha Muislamu na ibada. Yasalunaka 'anil ahilla, wanakuuliza ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mabadiliko ya mwezi. Mbona wakati mwingine mwezi unakuwa mwembamba? Mbona wakati mwingine mwezi unakuwa umejaa? Mbona wakati mwingine mwezi unapungua na kuzidi? Haya mabadiliko ya mwezi yanatokamana na nini na kwa sababu gani? Jawabu ndani ya Qur'ani, akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaeleza sahaba, awaambie, yasalunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Sababu ya ile miezi kubadilika ni kwa sababu ya kwamba watu wapate kuwa na miqat. Waislamu wajue kwamba mambo yao yote yamefungamanishwa na wakati maalum, na ndio maana ibada zetu zote zimefungamanishwa na wakati. Saumu, tunafunga saumu mwezi wa Ramadhani unapofika wakati wa Ramadhani, na unafika wakati wa Ramadhani kwa kalenda ya Kiislamu. Zaka anayotoa Muislamu ni zaka ambayo inapitwa na hauli, na hauli katika zaka
ni kalenda ya Kiislamu ndio inayokuambia hauli imetimia au la. Unatoa zaka unaposimamisha mambo mawili: nisabu imetimia, na nisabu hiyo imetimia ikapitwa na hauli. Na hauli ni kalenda ya Kiislamu, wala sio Januari mpaka Januari au Agosti mpaka Agosti ukasema nimefikwa na mwaka mmoja katika mali yangu, je naweza kutoa zaka? Umekosea, na umekosea dini ya Kiislamu, na umeyakosea mafundisho ya Kiislamu. Kadhalika ibada ya hija hii ambayo imetekelezwa hivi majuzi ni ibada ambayo imefungamanishwa na ibada ya kutambua kalenda ya Kiislamu, na ndio maana Allah azza wa jalla hili la hija kalitaja mahsus, akatuambia qul hiya mawaqitu linnasi walhajj, pamoja na hukumu zingine nyingi. Hukumu za siyam zinafungamanishwa na kalenda ya Kiislamu, saumu za kafara, saumu za fardhi, saumu za sunna, ayyamul bidhi, saumu ya ambayo inafuatanishwa saumu ya Daud yawm baada yawm, au saumu ambazo zinakuja katikati ya mwezi baada ya miezi kadhaa za munasabati, kama vile saumu ya Arafa, saumu ya Ashura na Tasua. Zote hizi ni saumu ambazo zinatambua kalenda ya Kiislamu. Kadhalika hukumu inayomfungamanisha mume na mke katika masala ya ndoa na talaka. Mke anapopewa talaka anatakiwa kukaa eda yake. Kwa yule ambaye hana hedhi, eda yake katika mafundisho ya Kiislamu ni 3 ashhurin, miezi mitatu. Miezi mitatu ipi? Januari, Februari, March? La, miezi mitatu ya kalenda ya Kiislamu. Kadhalika mwanamke ambaye amefiwa na mumewe anakaa eda kwa mujibu wa Qur'ani 4 ashhurin wa 10, na miezi 4 na siku 10 ni kwa kalenda ya Kiislamu. Kwa hivyo yote haya Allah subhanahu wa ta'ala akayajalia yanafungamana na kalenda ya Kiislamu kwa hikma yake kubwa, ili waislamu watambue umuhimu na uzito wa kalenda hii. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، tumezungumzia umuhimu wa kalenda ya Kiislamu, na munasaba wa mazungumzo haya ni kwamba tumeingiliwa na mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka wa 1447 tangu kugura kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba kutoka Makka kwenda Madina. Maana ya tukio hili, ikhwata al-iman, maana yake ni kwamba miaka inazidi kusongea mbele, dunia inazidi kusongea mbele kwenda katika ajali yake iliyowekewa. Nasi kadhalika viumbe na wanadamu tunaoishi juu ya ardhi hii pia kadhalika tumewekewa ajali, tumewekewa muda maalum, na kila mwaka unapopita wewe unazidi kukurubia katika ile ajali, ule muda ambao amekuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kule ulikotoka inakuwa ni mbali, na kule unakoelekea inazidi kuwa ni karibu. Hatujui miongoni mwetu tulioko hapa, je, tutakuwa hai mpaka mwaka wa 48, tutakuwa hai mpaka mwaka wa 49 Hijria, mpaka mwaka wa 50 Hijria na kuendelea mbele? Hakuna kati yetu hata mmoja aliye na uhakika wa jambo kama hili, bali hakuna hata mmoja kati yetu aliye na uhakika kwamba mwaka huu uliotuingilia tutaumaliza. Hivyo basi ni muhimu kwa Muislamu kila anapoingiliwa na mwaka na kutokwa na mwaka kukaa kidogo na kujifanyia jambo ambalo linaitwa katika Uislamu muhasaba, ambayo ni ibada. Ibada ya muhasaba
ni ibada ya kujihesabia wewe mwenyewe, kujifanyia audit, kujifanyia evaluation yako wewe Muislamu, ya kule ulikotoka na yale ulioyafanya, na kwamba Allah azza wa jalla amekujalia ukaishi na ukawa hai mpaka mwaka huu ukakuingilia. Mmoja katika salafu salih radhiyallahu anhu asema alipokuwa amefikia umri wa miaka 70, akasema mimi sasa hivi nimefika miaka 70, ikiwa nimebaligha miaka 15, nina takriban miaka 50, na ikiwa baada ya kubaligha, ikiwa kila siku moja mimi nimemkosea Allah azza wa jalla dhambi moja, siku ya kiyama nitakwenda kusimama mbele ya Mola wangu subhanahu wa ta'ala na madhambi 1000 ngapi? Hiyo ni kwa hisabu ya kwamba siku moja umefanya dhambi moja peke yake. Kwa mwaka mmoja hayo ni madhambi 360. Kwa mwaka mmoja, kwa miaka 10, kwa miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 50, utakwenda kusimama mbele ya Allah azza wa jalla kuhesabiwa ukiwa una madhambi 1000 ngapi. Lakini hii ni hisabu ya kimaajabu ya salafu salih, kwamba alikuwa anajihesabia dhambi moja kwa siku. Sisi ni wanadamu ambao sio hizo hisabu zetu, kwamba tunafanya dhambi moja kwa siku. Wengine wetu tunafanya madhambi pengine hata ukiyafanyia hesabu uweze kuyapata hesabu yake. Tunamwomba Allah azza wa jalla maghfira, tunamwomba Allah azza wa jalla msamaha, tunamwomba Allah azza wa jalla tauba ya kurudi kwake. La msingi ayu alikhwa, katika tukio kama hili na siku kama hii ya leo, ni Muislamu kujiwekea azima na kujiwekea ahadi kwamba iwapo nimekuwa minal mufarritina, iwapo nimekuwa ni wenye mapungufu makubwa, ni miongoni mwa waliokuwa na mapungufu mengi miaka ya nyuma iliyopita, basi kuingiliwa na mwaka huu maana yake ni ishara ya kwamba Allah azza wa jalla amezidi kukupa fursa nyingine bado ya kuwa hai na kuyatengeneza yale ambayo unaweza kuyatengeneza, kuyaokoa yale ambayo unaweza kuyaokoa, na kurekebisha katika maisha yako yale ambayo unaweza kuyarekebisha. Huna dhamana juu ya miaka unaoishi, huna dhamana juu ya umri, na huna uhakika juu ya mauti yatakujia wakati gani. Suala la kwamba nitatubu baadaye, suala la kwamba nitarudi nyuma baadaye, ni suala hatari kubwa sana katika maisha ya Muislamu, kwa sababu umri si jambo unalolimiliki katika mikono yako. Ndio maana kuingiliwa kwetu Waislamu kwa mwaka kama hivi ni fursa adhimu kwa kila Muislamu kujifanyia hesabu, ili turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kujipangia katika mwaka huu kwamba ya Rabbi, mimi umenipa fursa mwaka wa 47 Hijria tangu kugura Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi azima nilionayo katika moyo kwamba mwaka huu nitatekeleza jambo fulani, nitatekeleza jambo fulani, nitatekeleza jambo fulani, ili tuwe min alfaizina mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwe ni miongoni mwa waliosalimika, wala tusiwe miongoni mwa wale waliopata hasara. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni, na kila nafsi iangalie lile jambo ambalo limelitanguliza kwa kesho. Kesho ni siku ya kiyama. Tumejiandaa kwa jambo gani kwa siku kama hiyo? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, warḍa Allahumma ala khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum bimannika wa karamik ya akramal akramin wa ya ajwada al-ajwadin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون
wa salamun ala al-mursalin